Naibu Rais Kithure Kindiki amewasuta viongozi wa upinzani ambao wanaendelea kukashifu utawala wa Kenya Kwanza, akisema wanawachochea wananchi. Kindiki hata hivyo amewaonya viongozi hao akiwataka wajiandae kwa mapambano ya kisiasa ya uchaguzi mkuu ujao mwaka 2027. Mwanahabari wetu Elmelek Mwadori anaarifu kwa kina. Siasa za uhalali wa Naibu Rais Kithure Kindiki zimeendelea kushika kasi, hasa kutokana na shinikizo kutoka upinzani unaongozwa na aliyekuwa rais wa hapo awali Rigathi Gachagua, ambao umemtaka Kindiki kujiuzulu. Si mnajua mimi nimeingia half-term hapa katikati, wakati tunaona meli inazama, tukaona watu wetu wataachwa kwa giza. Hata hivyo, Naibu Rais hakuwa mchache wa maneno kwa wapinzani wake alipohudhuria kongamano la viongozi kaunti ya Nyandarua, ambapo alihakiki kuwa serikali iko imara na haitatishika na siasa za uchochezi. Kila jambo iko na wakati wake. Ukichaguliwa unasukuma kazi, alafu wakati wa campaign ukifika unatoa koti, unatoa tai, unavaa t-shirt na kofia, unaenda kiwanja kuomba kura. Na vile vile tunajua ya kwamba katika mambo ya siasa, mwananchi siku hizi anataka kusikia wewe kama kiongozi. Wakati umekuwa mbunge, wakati umekuwa MCA, umekuwa governor, senator, ama hata rais wetu, umefanya nini siku ile umekuwa kwa ofisi? Tangu kung'atuliwa madarakani kwa aliyekuwa Naibu Rais Rigathi Gachagua, uwezekano wa kugawanywa kwa kura za eneo la Mlima Kenya umeongezeka. Jambo hili limepelekea siasa za ubabe katika eneo hilo, kwani inasemekana kuwa ni nguzo kuu ya kuamua ni nani atakuwa rais kwenye uchaguzi wa mwaka wa 2027. Kwa hivyo mimi najua uko siku ya campaign mutaniuliza maswali. Si mutaniuliza maswali? Niambie wewe naibu wa rais, wewe mkiwa na rais, mulifanya nini miaka mmekuwa kwa ofisi? Lakini tumepoteza miaka miwili tukizozana, tukivutana, tukipengana sisi wenyewe. Serikali haijipingi yenyewe. Wenye kupika serikali ni upinzani. Huku akiungwa mkono na viongozi wengine wa Kenya Kwanza, alidai kuwa usutaji wa wapinzani ni kelele na porojo zilizokosa mwelekeo kutokana na kufeli kwao. Kiongozi wa wengi bungeni Kimani Ichung'wah alidai kuwa Kenya Kwanza bado inazingatia msemo wao wa bottom up. Nataka niwatangazie watu yangu ya Nyandarua ya kwamba barabara zetu zile zilikuwa zimekwama, sasa tumepata pesa ya kuzijenga na kukamilisha. Vute ni kuvuta hizi zinaendelea wakati ambapo kamati ya IEBC inasubiri kuhalalishwa na bunge la kitaifa. Elmelek Mwadori, runinga ya Kenya.